Tunashukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuboresha ushirikiano na mataifa mbalimbali. Mradi ule wa kuboresha chanzo cha Kayenzi unajengwa kwa ushirikiano na shirika la maji la Uholanzi, na tunaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maji kupitia ushirikiano huo. Chanzo kile kwa ujumla wake, mradi ule utagharimu takriban milioni 800. Hiyo ni pamoja na ujenzi wa chanzo alafu na huduma za usambazaji maji, ambapo pia tunaenda kuunganisha wananchi. Kazi inayoendelea sasa ni kuviboresha sasa, lakini tuliona kwamba wananchi kwanza waendelee kupata huduma wakati vikiendelea kumaliziwa ujenzi. Kwa hiyo hivi sasa wananchi wananufaika na vioski hivyo. Lakini pia tumekuja kuona mradi wa uboreshaji wa mfumo wa usambazaji maji, ambako sasa kupitia mradi huu ambao pia ni sehemu ya mradi ule wa visima 15, wa vioski 15, unakwenda sasa kufikia maeneo ambayo awali alikuwa hapati huduma nzuri kutokana na uchakavu wa miundombinu uliokuwepo. Kwa hiyo mradi huu utakapokamilika mara moja, ni kwamba kuna vioski vingine 8 vitaenda kupata maji na hivyo kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya Kayenzi. Kwa hiyo kazi inaendelea na tunashukuru sana kuweza kumpata mheshimiwa mbunge leo kuweza kutembelea na kutoa hamasa kwetu. Pia tumeona usambazaji wa maji kwa wananchi ambao walikuwa hawatumii maji ya bomba kwa kukosa huduma hiyo. Kazi inaenda vizuri na mradi unakwenda vizuri, na sasa hivi hapa tumeangalia pia usambazaji wa maji kwa njia ya bomba kuelekea katika maeneo ambayo hayana maji. Kwa hili ni jambo moja ambalo kwetu ni mafanikio. Manunuzi pia anachukua pati kubwa sana. Kwa kwenye ujenzi ni kama tumefikia kama 85 mpaka 90, lakini kwenye manunuzi tuko pia kama 70. Kwa hiyo tukipiga kwa ujumla sasa wa manunuzi na ujenzi wenyewe, lakini kwa sababu vile vitu vilivyonunuliwa ni lazima vifungwe, kwa tupo katika asilimia jumla ya kazi nzima ya asilimia 65, tunakwenda 70 mpaka mwisho katikati ya mwezi huu ambao tupo. Kwa hiyo tunakaribia tunatarajia kuweza kumaliza mradi mwezi wa 5 mwishoni. Kwa hivyo mradi utakuwa unafanya kazi vizuri. Na sasa hivi wananchi wamefurahia kulingana na huduma ya maji hii. Na maji ilikuwa changamoto kubwa sana kwa wananchi. Walikuwa wananunua ndoo moja shilingi 100. Na tofauti na hapo wanaenda ziwani. Lakini sasa hivi wananchi wameshafurahia kuhusu hii huduma. Ilikuwa tuna changamoto kubwa ya maji. Wananchi wengi wana changamoto kubwa ya maji. Tulikuwa na bomba moja tu ambayo ilikuwa imewekwa kule gati, lakini sasa hivi huduma imesogelea wananchi, na maana sasa hivi hawana, angalau changamoto imepungua. Watu wanapata maji karibu, maji safi na salama. Tofauti na awali tulikuwa tunapata maji ya ziwani ambayo ni machafu, yana magonjwa mengi. Lakini sasa hivi tunapata maji safi na salama ambayo yametibiwa.